Wapenzi watazamaji, saa chache baada ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kutangaza kwamba wikendi hii siku ya Jumapili tarehe 21 watafululiza moja kwa moja na kupeleka mikutano yao ya Linda Mwananchi ya kuzidi kumkataa William Ruto katika kaunti ya Kakamega, baada ya siku ya Jumapili ya jana kufanya mkutano mkubwa ambao umeweza kutikiza serikali upande wa Kitengela. Rais William Ruto amekimbia, ameita viongozi wa kaunti ya Kakamega, wabunge kwenye mkutano wa dharura Ikulu ya Kenya. Yaani ili jambo limeweza kunishangaza. Sifuna akatangaza mapema kwamba watakuwa na akina James Orengo, akina Babu Owino, Anthony Kibagendi, Richard Momoimo Nyonka na viongozi wengine kama vile Caleb Hamisi katika kaunti ya Kakamega, mahala ambapo watakuwa wanaendeleza injili ya kumkataa William Ruto. Ruto amekimbia bana, ameita viongozi wa Kakamega kwenye mkutano. Mpaka lini President Ruto atakuwa anakimbia kuzima muungano wa upinzani badala ya kufanya kazi? Hili ndilo tunataka kuweza kuchanganua, tuone mbona William Ruto aliweza kuwaita hawa viongozi. Mimi ni mtangazaji wako bana Ezra. Wacha tu niweza kukuomba kwa moyo mkunjufu, mpenzi mtazamaji, tafadhali endapo unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription. Kupiga subscription ni free, yaani bure, hauitishwi chochote. Unafinya hapa subscribe, una like video, unabonyeza kengele, alafu unasambaza hii kanda. Utakuwa umeweza kuchangia hichi kituo kiendelee kukua, kiendelee kukupea taarifa zenye utendeti. Sasa naomba uweze kuangalia hapo. Tuanzie Edwin Sifuna ndiposa uweze kuelewa hili jambo. Ndiposa uweze kuelewa hili jambo jinsi ambavyo lilikuwa. Sifuna yapita masaa 5 hours ago aliweza kuchapisha kwamba watakuwa na mkutano upande wa Kakamega, Linda Mwananchi tour Kakamega town, na watakuwa na viongozi wengi akina James Orengo, Edwin Sifuna, Babu Owino, Osot Godfrey, Richard Onyonka, Omondi Karoli, Barongo Badia, Gisairo Cliff, Kibagendi Anthony na wengine. Sasa kipindi ambapo huo mkutano wa Sifuna uliweza kutangazwa yapita masaa 8, yani masaa 5 ambayo yamepita, Ruto William, rais wetu wa taifa letu la Kenya kwa sasa, 1 hour ago akaja na kutundika kwamba amefanya mikutano na viongozi wa kaunti ya Kakamega. Akaandika kwamba engaged members of parliament from Kakamega County at State House Nairobi. Our discussions centered on accelerating development projects including affordable housing, modern markets, road upgrades, the expansion of Kakamega Airport, completion of Bugungu Stadium, and deepening access to electricity and water, among others. We undertake to work with all leaders irrespective of their political persuasions to move our country forward and leave no one behind. Unaona hapo wako na viongozi wengi sana. Anaitwa William Ruto, anajiita kwamba yeye ni chess master. Yaani saa chache tu baada ya Sifuna kutangaza kwamba atakuwa na mkutano upande wa Kakamega, William Ruto amepiga simu mbio na akaambia viongozi wote wa Kakamega kuweza kuingia ikulu waweze kufanya mikutano. Unahisi ni kitu gani ambacho President Ruto kilimfanya akaita mkutano huu ikulu baada ya Sifuna kutangaza kwamba atakuwa na mkutano mkubwa upande wa Kakamega? Number 1, mimi ninaona kwamba hii ni strategy ya kucounter
Sifuna, yaani strategy au mbinu ya kumzima Sifuna. Na nielewa, unajua kulingana na Bwana Ruto, yeye anaamini kwamba Sifuna hawezi akaendelea na mikutano yake iwapo viongozi wa mashinani hawataweza kuchangia. Anaamini kwamba kwa kuweza kuwanyakua viongozi wote wa Kakamega, basi mkutano wa Sifuna utaharibika, eti kwamba hapato kuwepo na watu wa kuweza kumobilize wananchi kuingia kwenye mikutano ya Sifuna. Na mimi naomba niweze kumkosoa Rais William Ruto hivi. Unajua mikutano ya Sifuna wananchi hawalipwi, there is no mobilization. Wananchi wanajitolea, wanaenda kwa mikutano ya Sifuna. No one is mobilizing crowd for Sifuna the way the state ina mobilize crowd kuweza kufika kwenye mikutano ya Rais William Ruto. Ni jambo la aibu sana kuona rais anakimbia na kuwaita viongozi huku akisema kwamba walienda kuzungumzia maendeleo. Mbona hakuwaita viongozi kuanzia wiki jana, kipindi ambapo Sifuna hakukuwa ametangaza kwamba atakuwa kwenye kaunti ya Kakamega? Sasa hichi kitu imeweza kukua ni ishara kwamba sasa serikali inapigana na wananchi, kwa sababu wananchi wameweza kumkubali Sifuna na wataenda kwenye mikutano yao yake na Sifuna. Na nielewa? Wananchi wamesema kwamba wataenda kwenye mikutano ya Sifuna na serikali imeenda imenyakua wabunge. Kwa hivyo they want to expose Sifuna. Wanataka mkutano wa Sifuna uweze kukwama. Number 2, I think President Ruto kitu ambacho ameweza kukifanya ni kuenda na kuwanyaka wabunge na viongozi wa Kakamega ili kuweza kuhakikisha kwamba ule mkutano wa Sifuna upande wa Kakamega wananchi, yani ule mkutano wa Kakamega wa Edwin Sifuna, wabunge hawataweza kufika pale, kwa sababu endapo wabunge wataenda kwenye ule mkutano wa Sifuna, there will be a perception that western part of Kenya has ditched President Ruto and went for Sifuna. Yani patakuwepo na perception kwamba viongozi wa kutoka magharibi wameweza kumuhama kutoka ama wameweza kuhama kutoka kwa mrengo wa William Ruto, wameingia kwenye mrengo wa Sifuna. Kwa hivyo hicho ndicho President Ruto alikimbia mbio kama mwanariadha ambaye ni Kipchoge na kuwaambia viongozi wa Kakamega wabunge, njoo kwenye mkutano bana, msiende kwenye ule mkutano wa Sifuna, kwa sababu mkienda pale wananchi watajua kwamba serikali haina mema, wameenda kwa Sifuna. Anielewa? Na William Ruto anataka kuokoa kura kidogo sana kutoka upande wa Western, kwa sababu unaelewa pale Western ni ngome kama vile ya Edwin Sifuna sasa tuseme, kwa sababu Sifuna amekuwa sasa ni Secretary General wa wananchi, Secretary General wa kuzungumza kwa niaba ya wananchi. Sasa ile ndio ngome ya Sifuna. William Ruto kitu ambacho anataka kukifanya ni kutaka kuhakikisha kwamba wale viongozi wanamkampenia William Ruto mashinani ili kuweza kuzima nyota ya Edwin Sifuna. Mnaelewa Kakamega, mpenzi mtazamaji, ipo na kura nyingi sana. Ipo na kura nyingi sana. Na sasa kitu ambacho anataka ni kuweza kuhakikisha angalau anakuwa na wale ambao wanampigia kampeni mashinani. Namba mwisho, mimi nafikiri kwamba kipindi ambapo William Ruto ameweza kuwaita viongozi hawa, yaweze ikawa kwamba hivi karibuni amepanga mkutano wa kwenda kupatana na viongozi wa Western upande wa Kakamega. Nina imani kwamba jinsi ambavyo William Ruto ameweza kupatana na viongozi, huenda hivi karibuni yupo na mkutano pale upande wa Kakamega ili kuweza kuhakikisha kwamba atawatembelea wananchi na kuweza kuahidi maybe atawafanyia hili, atawafanyia hili. Unasikia eti anasema aliweza kuzungumza mambo ya affordable housing, akazungumza jinsi ambavyo wananchi watapata maji, akazungumza jinsi ambavyo wananchi watapata stima na mambo mengine. Lakini sasa huu ni mwaka wa mwisho kabla hatujaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Akoshua kwamba atatimiza hayo kweli ama anataka kuuza kidogo kidogo, alafu akuje kusema kwamba niongeza wakati
nimalizie zile project ambazo nilianzisha. Lakini la muhimu ambalo unapaswa kuelewa, William Ruto ameandaa hichi kikao baada ya Sifuna kuitisha mkutano wake upande wa Kakamega. Sasa ni serikali inapigana na wananchi, kwa sababu wananchi wameamulia ni Sifuna, na serikali nayo imeenda imechukua wabunge. Sasa it is state versus Kenyans. Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji? Na nikimalizia, mtu ambaye ni rafiki yangu ni yule mwenye yuko na kitambulisho. Kama uko na kitambulisho, wewe ni rafiki yangu. Wewe baba, wewe mama, wewe kaka, wewe dada mwenye unanitazama. Endapo uko na dada, uko na kaka, uko na relative mwenye ana kitambulisho, hakikisha kwamba unamsihi aende achukue kitambulisho. Kama kuna mwenye kitambulisho chake kimepotea, hakikisha kwamba unaenda unaandikisha taarifa, alafu uweze kuchukua kitambulisho kingine. Tunataka kuweza kujiandikisha kama wapiga kura ili mwaka ujao tuweze kuamua ni nani ambaye atakuwa kiongozi. Asanteni sana, tupatane kwa kanda ijayo. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra.